Yes, karibu tena. Leo ni video nyingine ambayo nitaenda kukuelezea kwa namna gani ambayo utaweza kurekodi na pia kuendelea kuweka rekodi ya matumizi kwenye mfumo wa Farmers Sales HQ. Kwa hiyo nitakuonyesha step zifuatazo, step rahisi na kwa namna gani ambayo tumerahisisha ili uweze kupata urahisi wa kutumia mfumo wetu. Kitu cha kwanza, kama tunavyojua, matumizi ni sehemu muhimu ya kuendesha biashara yako ya duka la Farmers. So sehemu hii ya expenses, au kama ukiwa kwenye lugha ya Kiswahili itaandikwa usimamizi wa matumizi. Hii ndio eneo ambalo utaweza kutunza kumbukumbu za matumizi unayoyapitia katika uendeshaji wa biashara yako. Kwa hiyo ukifika kwenye peji hii, hapa juu utaona kuna button imeandikwa ongeza matumizi, au ukiwa kwenye lugha ya Kiingereza itakuwa imeandikwa add expense. So nikiclick add expense, hapa itanipa option ya kuweka kiasi au amount ya hiyo expense iliyo incur. So kwa mfano labda nimelipa rent, so labda 500,000 nimelipa rent, so nitajaza hapa 500,000. Na nimelipa mwezi gani? Labda nimelipa mwezi huu tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa hiyo hapa nitaandika rent. Kisha hapa nimelipa kwa njia gani, nitachagua. Kama nimelipa kwa benki, nitasema benki transfer. Nimelipa nani, nitaandika jina la mwenye nyumba. So kwa hapa nitasema labda Mr. Juma. Kisha reference number ya benki utaweka hapa, na kama kuna maelezo mengine kwamba labda alipokea mdogo wake, like kukupa ile experience ya kwamba nini kilitokea wakati huo. Baada ya hapo nitabonyeza save ili niweze kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo hapa utaona tarehe 1 nilipata expense ya rent, lakini tarehe 1 ya mwezi wa 7 hii nililipa electricity. Sasa hapa tayari umetunza kumbukumbu zako, na utaona hapa pia inaonyesha kwamba mpaka sasa hivi una expenses za kiasi gani. Hapa juu kuna categories ambazo unaweza kaweka, kwa mfano labda category ya rent, kwamba wakati ambapo unatengeneza expense, badala ya kuwa unaingiza upya, una uwezo tu wa kuchagua category hiyo ambayo umeifanya. So kwa njia hiyo inakuwa rahisi. Unapo add new expense unaweza kuchagua hapa kwamba hii itakuwa kwenye category ya rent. So ukijaza rent kwa mwezi unaofuata, maana itakuwa rahisi kwa namna hiyo. Lakini nafikiri kuna tatizo moja kubwa ambalo kwa njia hii unaweza kaliona, kwamba itabidi mwezi ujao, mwezi wa 9, ninapolipa labda rent tena mwezi huu, itabidi niingize tena hii rent yangu upya, kwa maana kwamba niandike tena upya, niandike namlipa nani, nimemlipa shingapi, kwa njia gani, na taarifa zingine kama category na vitu vingine, ambayo inachukua muda na inakupotezea muda wewe kama mmiliki wa biashara kila siku kurudia kitu kile kile ambacho tayari unakijua. Kwa hiyo kwa njia hiyo tukaja na option hii hapa ya recurring, au kwa lugha ya Kiswahili tunasema gharama zile za kujirudia, kitu ambacho kinajirudia rudia. Kwa hiyo kama una gharama ambayo tayari unajua hii ipo na muda wote itakuwa inajirudia rudia, so ni vizuri ukatumia njia inayoitwa za kujirudia, au kwa lugha ya Kiingereza recurring expenses. So ukibonyeza hapa kwenye recurring expenses, mpaka sasa hivi hatuna recurring expense yoyote. So nitakachokifanya, kwa sababu rent yangu itakuwa inajirudia rudia, so kwa sababu nimesha rekodi ya mwezi huu, so nitakuja hapa kwenye recurring, nitasema add recurring expense. Hapa nitajaza rent, alafu amount ambayo ninatakiwa kulipa, ambayo tumekubaliana ni 500,000. Namlipa nani? Namlipa Mr. Juma. Kategori yake ni rent. Payment ambayo natumia wakati wote itakuwa ni bank transfer, na hapa utachagua kwamba kwa muda gani unalipa hiyo rent. Manake frequency, manake kila baada ya muda gani unalipa hiyo rent. Kwa mfano kila baada ya mwezi, kila baada ya miezi 4 ambayo ni hii quarterly, na kila baada ya mwaka. Kwa hiyo kama unalipa kwa monthly, quarterly au yearly, utachagua hapa, ambao which hapa nitaongeza 1 kwa ajili ya miezi 6, kwa sababu najua Tanzania of course tuna operate, kwa hiyo kwamba kuna watu wanalipa kodi kwa miezi 6.
mwezi mmoja mmoja na wengine miezi mwaka mmoja, lakini pia wapo ambao wanalipa miezi minne. So naweza nikaongeza hizo option baadaye, lakini kwa sasa hivi naweza nikaacha hizi kwa ajili ya watu kuendelea kutumia. So for now nitashumu unalipa kwa mwezi. So hapa manake kwa mwezi ni shilingi 500,000. Sasa baada ya hapo unalipa siku ya ngapi kwenye mwezi? Hii siku ya ngapi kwenye mwezi manake inamaanisha tarehe ngapi unalipa kwenye huo mwezi. Kwa hiyo kwa mfano hapa mimi nimeweka tarehe 1, manake itakapokuwa kila ikifika tarehe 1 ya mwezi fulani natakiwa niwe nalipa hiyo kodi. Alafu hapa chini utaweka notes zako kama maelezo mengine ya ziada ambayo unayataka. Kisha baada ya hapo hapa itaniambia start from. So hii nitaweka ianzie mwezi wa 9 kwa sababu mwezi wa 8 tayari nishalipa na nilirekodi. So hapa manake nikiweka mwezi wa 9 then na save, and then unaona hapa nina recurring expense hapa. So now utaona hapa haionekani, lakini nikija hapa kwenye recurring expense utaiona hapa. Sasa kitakachotokea ikifika tarehe 1 mwezi wa 8 mwezi wa 9 itanionyesha kwamba kuna expense ambayo unatakiwa kuilipa. System yenyewe automatic itakuonyesha. Ukija tu kwenye hii page hapa juu utaona inakuonyesha kwamba una expense ambayo unatakiwa kuilipa tarehe fulani ya mwezi wa 9. Sasa ili hiyo tuweze kuiona vizuri, ngoja nikuonyeshe hapa. Nitaiondoa hii rent ambayo nilitengeneza mara ya kwanza ambayo haikuwa recurring, then nitakuja kwenye hii recurring expense, nitafanya ianze actually nitaifuta ili tuifanye vizuri. So nitaifuta hapa, kisha nitatengeneza mpya, nitarudia kujaza taarifa zile zile. Hapa itakuwa ni 500,000. Namlipa Mr. Juma. Hapa ni rent, namlipa kwa benki transfer. So hii itaanza tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa hiyo hapo kama una maelezo yako utayajaza. Kwa hiyo hapa nalipa na save. So baada ya kusave utaona hapa juu inakwambia mpaka sasa hivi una due expense moja ambayo utaiona hapa, ambayo inahitaji ulipe shilingi ngapi? Shilingi 500,000. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ya kuskip. Kama hutaki kulipa mwezi huu unaweza ukaskip, lakini ili uweze kurekodi malipo unaweza kubonyeza hapa record, and then ukabonyeza tarehe unayolipa. Kwa mfano ukachelewesha tarehe 1, so ukaja kulipa tarehe 2. Hapo utajaza reference, labda transaction 1 2 3 4 5, and then ukabonyeza record. So utaona hapa tayari tumefanya expense inaitwa rent, na utaona hapa tumefanya bank transfer, category yake ni hiyo, amount yake ni hii hapa na hii hapa. So sasa hivi manake tuna hii recurring. So utaona hapa itakwambia kwamba next due inaenda tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa 9 automatic. Kwa hiyo yenyewe automatic itakuwa inajua unatakiwa kulipa mwezi unaofuatia. Kwa hiyo kama utaweka unalipa kwa miezi 6, manake yenyewe automatic itakupigia hesabu kwamba unatakiwa kuja kulipa miezi 6 ijayo, na itakuonyesha tarehe husika. Kwa hiyo hizi ni njia rahisi za kufanya expenses kwenye mfumo, na hizi expenses zote unazozifanya kwenye ripoti zako utakuja kuzikuta kwenye ripoti ya profit and loss. Ukija hapa utakuta zile expenses zimekuwa recorded. Ukiangalia hapa, ngoja niweke expenses kutokea mwezi wa let's say June, and then hapa niweke mpaka tarehe 2, and then nikisearch utaona hapa tayari na expense ya shilingi 550,000 of which sijafanya mauzo yoyote kwa muda huu. Kwa hiyo ndio maana hapa unaona sina revenue, sina profit, just nina negative profit, and that's how easy you can just see. And then niki download hii report kwenda kwenye Excel, utaiona ambavyo itakuonyesha hizo expenses zako pia kwenye Excel. Yeah. So here utaona inakuonyesha namna ambavyo ile tunasema income statement ya duka lako, utaona hapa ambavyo inaonekana. So inakupa urahisi wa wewe kama msimamizi au mmiliki kuweza kuelewa biashara yako inaelekea
upande gani, na utaangalia hapa kwa mfano kwenye expense details utaona expenses ulizozifanya ndo hizi hapa, labda top product, daily breakdown ya revenue, so utaona hapo. Lakini tarehe hii maana yake tulifanya expense, and then tuna income statement ambayo nilikuonyesha mara kwanza. So hii ni yote kuhusiana na namna ya kufanya expenses kwenye mfumo wa Pharmacy Sales HQ. I hope umejifunza kitu kipya ambacho kinakusaidia na kinasaidia biashara yako iweze kufanya kazi kwa urahisi zaidi, badala ya kuwa unaingiza hizo taarifa kila siku. Kwenye Sales HQ hatufanyi hicho kitu. Una rekodi mara moja, kisha kila baada ya mwezi una rekodi matumizi tu, kwamba unakuja pale unasema rekodi payment ambayo umeifanya kwenye hao matumizi, and then obviously system itabaki inakwambia kwamba unahitaji kulipa kila baada ya muda gani. Ita calculate siku ambazo inatakiwa ulipe na kila kitu kinaenda kama ulivyopanga. So jitahidi utumie feature hii kwa uzuri ili iweze kukusaidia kwenye kukuza biashara yako. See you kwenye video nyingine inayofuata ambayo nitaelezea vitu vingine kuhusiana na inventory management. See you.